Msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nchini Tanzania. Matangazo haya unaweza kuyategea sikio kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya ni Nyota FM na Gulf Radio. Kule Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Lira na Radio Paidha, na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuyategea sikio kupitia Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni huko nami Karorobi, tuanze mwaka na taarifa kutoka kule Urusi ambako Urusi imeshtumu Ukraine kwa kuua watu wasiopungua 24 akiwemo mtoto katika shambulizi la ndege zisizoendeshwa na rubani ambalo lilenga hoteli moja katika eneo la kusini mwa Ukraine linalodhibitiwa na Urusi. Zaidi na Sarafina Robi. Leo hii tarehe 1 siku ya Alhamisi, Urusi inasema kuwa Ukraine imehusika na shambulio baya la ndege zisizo na rubani katika hoteli moja katika eneo linalodhibitiwa na Urusi katika eneo la Kherson kusini mwa Ukraine na kuwaua takriban watu 20 waliokuwa wakisherehekea mwaka mpya. Shutuma hizo zinajiri katika wakati mgumu baada ya wiki kadhaa za diplomasia zinazolenga kumaliza vita vilivyokaribia miaka 4, na vilevile Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema nchi yake ilikuwa imebakisha 10% kufikia makubaliano ya amani. Kulingana na gavana aliyeteuliwa na Urusi wa eneo la Kherson, Vladimir Saldo, adui alifyatua ndege 3 zisizo na rubani ambazo ziligonga mgahawa na hoteli kwenye pwani ya Black Sea, eneo la Holi ambapo raia walikuwa wakisherehekea mwaka mpya. Ukraine haijazungumzia madai hayo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi ilisema kuwa imefungua uchunguzi kuhusu shambulio hilo ambalo limeua zaidi ya watu 20 na kujeruhi wengine wengi. Jengo lililoteketea kwa moto, rundo la vifusi vinavyofuka moshi na miili iliyoungua vilionekana kwenye picha ambazo gavana Saldo alichapisha kwenye mtandao wa Telegram. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alishtumu Ukraine kwa kutekeleza shambulio la kigaidi dhidi ya raia. Zelensky anasema Urusi ilikuwa inavukisha vita katika mwaka mpya na zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 kurushwa usiku mmoja, haswa kulenga vituo vya nishati. Idadi kubwa ya watu walikatiwa nguvu za umeme. Kampuni ya umeme ya Ukraine, Ukrenago, ilisema miundombinu ya reli na bandari pia iliharibiwa katika safu ya mashambulizi ya hivi karibuni. Ukraine ilikabiliwa na shinikizo kubwa mwaka 2025 kutoka kwa mashambulizi ya mabomu ya Urusi na kwenye uwanja wa vita ambapo imesalia chini ya jeshi la Urusi. Uchambuzi wa shirika la habari la AFP kulingana na data ya jeshi la anga la Ukraine ulionyesha kupungua kwa mashambulio ya usiku ya ndege zisizo na rubani za Urusi na makombora dhidi ya Ukraine mwezi Disemba. Urusi ilifyatua angalau ndege zisizo na rubani 5134 katika mashambulizi ya usiku katika mwezi wa mwisho wa 2025, 6% chini ya mwezi uliopita, wakati idadi ya makombora ilipungua kwa 18% katika kipindi hicho kulingana na data. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kwa mara analalamika kwamba hapati sifa kama mpenda amani, amefanya mazungumzo na pande zote mbili katika jitihada za kumaliza mapigano. Sarafina Robi, BBC. Na msikilizaji, namuona Pasale Mkoma akiwa Singida, anasema tuko nasi mpaka mwisho wa matangazo. Daudi Siwale pia naye anasema yuko Chanika, Dar es Salaam, anasema hivi vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini? Nikushukuru David Moxes, unasema tuko pamoja BBC mwaka huu 2026. Dickson Tindwa, Ernest Koyombo pamoja na Golgota Magabe na Willy Rais wa Amani, niwatakie heri ya mwaka mpya. Ali Mrangi Gigiri Mresa pia nao ukiwa Dar es Salaam, unasema happy new year watangazaji wote wa BBC Swahili pamoja na wasikilizaji wote, happy new year to you too hapo ulipo msikilizaji. Baada ya michezo ya hatua ya makundi ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kumalizika hapo jana, leo ni siku ya mapumziko kuelekea mtoano itaanza Jumamosi tarehe 3, ndipo ambako hatua ya 16 bora itakuwa inaanza kuchezwa hapa nchini Morocco, ambako Simba wa Milima ya Teranga Senegal watakuwa wanacheza na timu ya taifa ya Sudan. Lakini mchezo wa pili utakuwa ni kati ya Mali ambao utakuwa unacheza na Tunisia. Hii ni michezo ambayo itachezwa Jumamosi tarehe 3. Lakini Jumanne tarehe 4 Morocco ambao ni wenyeji watakuwa wanacheza na Tanzania, wawakilishi wa Afrika Mashariki hawa. Lakini pia Afrika Kusini Bafana watakuwa na shughuli pevu dhidi ya timu ya taifa ya Kameruni, the Indomitable Lions wakiitwa hivyo. Mabingwa wa kihistoria wa michuano hii ya AFCON, Masri ama tukizoea kuita Egypt, watakuwa wanacheza mchezo wao tarehe 5 dhidi ya Benini. Super Eagles Nigeria wao watakuwa wanacheza mchezo wao pia tarehe hiyo 5 dhidi ya timu ya taifa
ya Mozambiki, na tarehe 6 itakuwa ni michezo miwili ya mwisho ya hatua ya 16 bora kabla ya kwenda kwenye robo fainali, ambako Algeria atakuwa anacheza na Congo, wakati Ivory Coast akicheza na timu ya taifa ya Burkina Faso. Kwa hiyo ndio ratiba kamili, siku 4 za kusaka timu ambazo zinakwenda kwenye hatua ya robo fainali. Karo Naam, Omari, bila shaka darubini Afrika Mashariki inaelekezwa kweli kweli kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Umekuwa ukitembelea hiyo kambi ya wachezaji wa Tanzania, wanasemaje na hamasa ikoje? Sawa, nimepata bahati ya kwenda mara 3 hivi kwenye kambi ya timu ya taifa Tanzania. Wana hamasa kubwa, na nilizungumza na wachezaji baadhi kabla ya mchezo dhidi ya Tunisia na baada ya mchezo dhidi ya Tunisia. Ambacho waliniahidi kabla ya mchezo dhidi ya Tunisia ni kwamba wanataka kutengeneza historia, na kweli iliweza kufanikiwa kutengeneza historia. Na baada ya mchezo niliozungumza nao, wanasema wanataka kuendelea kutengeneza historia ya kupata matokeo mazuri dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Na kikubwa ambacho nakitazama nimekisikia kutoka kwao ni kwamba kocha amekuwa akiwapa morali sana ya kuweza kufanya vizuri, na wanataka kuweza kushangaza ulimwengu. Na hata jana nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya mashabiki wa Tanzania, walikuwa wanasema pia kuna nafasi nzuri ya kuweza kushangaza ulimwengu katika mchezo huu unaofuata dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Lakini kwenye uhalisia wa kandanda itakuwa ni mechi ngumu sana kwa timu ya taifa ya Tanzania, na nafikiri watu wengi wanaweza kuwa wanaipa Morocco 90%, labda kwa 10 kwa Tanzania. Kitu pekee ambacho kinaweza kusubiriwa ni dakika 90 ambazo kwenye mpira wa miguu zinaweza kutupa majibu. Hizo ndio ambazo zinaweza kaamua kama Tanzania wanaweza wakaushangaza ulimwengu kwa kuondosha wenyeji Morocco, ambao kwanza ni wenyeji, lakini hata kwenye viwango vya ubora mataifa haya mawili yanapishana kwa kiasi kikubwa sana. Naam, ni kushukuru sana Omari Mkambara, na nikutakie kila laheri huko Morocco Rabat. Msikilizaji, nawe pia nakutakia kila laheri, na nazidi kuona ujumbe wako hapa kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Swedi Kaluta, Godfrey Kaunda unasema happy new year kutoka huku Mwanza. Kamoja Amre Mahwa wa Urambo Tanzania anasema Mungu awape wepesi wale wanaopitia wakati mgumu, hasa wakati huu wanapovuka mwaka huu